kwamba Naibu wa Rais Kithure Kindiki amebaini kuwa serikali imeweka mikakati ya kutosha kukabiliana na hali ya El Nino, ambapo taifa la Kenya linatarajia kushuhudia ukame na mvua nyingi kupita kiasi. Akisema watawawezesha wakulima kwa kutoa ruzuku ya pembejeo za kilimo watakazotumia mvua ya El Nino itakapoanza ili kuongeza uzalishaji wa chakula katika mashamba yao. Baada ya shirika la hali ya hewa duniani kutabiri kuwa Kenya inatarajia mvua ya El Nino ambapo litashuhudia ukame na mvua nyingi kupita kiasi, Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amebaini kuwa serikali imeweka mikakati ya kutosha kukabiliana na hali hii pamoja na athari zake, ambapo watawezesha wakulima kwa kuwapa ruzuku ya pembejeo za kilimo kutokana na mvua hiyo inayotarajiwa nchini kuanzia mwezi Oktoba hadi Januari mwaka ujao. The government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. We have met this morning to look at some of the immediate interventions we need to make. We have agreed to continue meeting every week to make sure that there is enough preparedness for any eventuality. We are also looking at interventions around assisting farmers to prepare for the El Nino rains that are projected to start later in the year from around October, by seeing what kind of interventions around farm inputs, farm preparation that we can do to subsidize production and help farmers level out some of the disadvantages. Akiwashauri wakulima kutumia ruzuku itakayowekwa na serikali katika msimu huo wa El Nino ijayo kuongeza uzalishaji mashambani mwao ili taifa liwe na usalama wa chakula. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer famine or lack of food, and to support our farmers to make sure that they don't get disrupted because of the weather which has happened and the weather which is projected to happen. Akibaini kuwa tayari ukame umeshuhudiwa, kwani baadhi ya maeneo nchini wakulima wamepata mazao ya chini ya nafaka na chakula cha mifugo wao. We are also looking at modalities of using part of the crop that failed for processing and making of animal feeds, and so that farmers can also get a bit of income from the crop, even if it has not matured. We're also preparing interventions around making sure that the crop that will be ready for harvest will be harvested, dried, stored, and used. Isaac Musyoka, Undugu TV.